Okay, Duka Huru Studio leo tupo kuongelea juu ya wimbi kubwa sasa hivi, naona ni mzozo, sijui ni mdahalo tuseme, wa vijana juu ya swala la network marketing. Na nimefurahi sana kukutana na mtaalamu haya mambo. Ndiyo. Natamani nijue network marketing hasa ideally ikoje, maana vijana wengi tumeikurupukia, lakini wengi unakuta wanaenda wanatoka wajapata yale walioyatarajia kama ambavyo waliahidiwa. Ndiyo. Sasa sijajua hii kwa upande wako wewe mkongwe imekaaje? Asante sana Dr. Koja. Mimi naitwa kwa jina langu la NIDA naitwa Hassan Kombo, lakini kwenye jina langu la mitandaoni ni Mr. Menyu wa Lishe Faida. Yeah. Kuhusiana na swala la network marketing, network marketing ni kazi kama kazi nyingine. Ndiyo. Uelewa tu mdogo wa watu ndio ambao wanakuwa wanaichukulia vingine ambavyo ni tofauti, kama ambavyo kumekuwa na uelewa tofauti wa jambo la vikoba. Sawa Ndiyo. Kulikuwa na upotoshwaji mwingi na the same na network marketing. Network marketing ni biashara ya mtandao ambayo inakuwa unatengeneza mtandao. Kwa hiyo katika kutengeneza mtandao kuna maarifa ambayo mtu anatakiwa kuwa nayo. Ndiyo. Lakini ndani yake kuna kuuza, kuna na kujenga mtandao. Kwa hiyo hili la kujenga mtandao ni kazi nyingine na la kuuza ni kazi nyingine. Kwa hiyo watu wengi wamekuwa wanafanya lakini ile elimu imekuwa haipo, ambapo ipo haja kutokana na upungufu wa ajira, hata vyuo vyetu vingepashwa kufundisha hii network marketing au biashara ya mtandao, ikiwa ni kuanzia vyuo vya VETA na hata vyuo vingine ambavyo ni vyuo vikuu. Ni kada, si kada mpya, ni kada kongwe, kwa sababu network marketing haijaanza leo, ipo miaka mingi tu. Sasa ipo haja ya kufanya hivyo. Okay. Kwa hiyo hii marketing ya kawaida ambayo inatolewa kozi zake, kuna kozi ya sales and marketing. Yes. Ni tofauti na network marketing. Ni tofauti na network marketing. Inatofautiana vipi? Utofauti wake wengi wanajua kwamba yani ni hii kozi inayokuwa inatolewa kwenye vyuo vya sales and marketing wanaokuwa wanatoa ya mauzo na utafutaji wa masoko. Ndiyo. Kwa hiyo upande wa network marketing ni hii, unaweza tu ukakuta pale gari limepita hapo limekwenda kufanya promotion ya bidhaa mpya. Kwa hiyo pale wanakuwa wanafanya marketing. Marketing ni kuliambia soko kwamba hii bidhaa ipo au na sisi tuko sokoni. Hiyo ndio maana ya marketing. Kuifahamisha hadhira au jamii kwamba na sisi tupo mtaani. Sasa ukija huku unapokwenda kueleza unaeleza tofauti na ile kwamba hii huwezi kukaa kwenye hadhira tu, unakwenda kwa mtu ambaye yani huyu anajuana na fulani na huyu anajuana na fulani, ambao ndio hiyo networking yenyewe. Kwa hiyo mimi nimekufahamu wewe na wewe unatitambulisha kwa mtu mwingine, tunakwenda tunamuelezea, ndio tunakwenda kumfahamisha. Hiyo ndio taratibu ya network marketing. Okay. Kwa hiyo ni mtu na mtu unayejuana naye. Ndio maana kuna hii network, ni mtandao wa uelimishaji wa soko lako, ili baadaye watu waweze kununua bidhaa. Wanaponunua bidhaa ndio matokeo yanayotakiwa. Okay. Kwa hiyo lazima kwanza mtu ajue kwamba hicho kitu kipo na kinapatikana. Sasa unakifahamisha kwa njia ya mtandao. Yeah. Na nimeona wengi sana wanakuta wana imani haba, wanachanganyisha sasa hizi products, ndio hizi supplements hizi. Yes. Wanachanganya hizi products za supplement na utamaduni ya tiba asili. Unakuta anakuambia paka umwambie kwamba haamini kwamba kama mimi daktari, mimi naifanya kwa ukubwa sana, na nimeona ambavyo imenibadilishia kwa wigo mkubwa sana, namna ambavyo nimekutana na watu, namna ambavyo nimewaponya watu kupitia hizi supplements. Lakini pia changamoto hasa ninayokutana nayo, unakuta namna ya kumshawishi mtu kwamba nakuponya sawa, lakini ili au jamii yajua niwekeje hii, lakini jamii wanaona kama sasa umeanza utamaduni, kwa sababu hujanipa panado, hujanipa sindano, unanipa na kitu tofauti. Anaona ni kama utamaduni, tiba hizi za asili. Na kuchukulia loko.
Kutokana na uelewa mdogo wa hawa watu wenyewe ambao wanakuwa wanafanya hii network marketing yenyewe na wale wanaokwenda kuelimishwa kutokana na hiyo tunachokitaja maarifa haba. Ndiyo. Hiki ndicho ambacho kinakuwa kinapelekea hilo tatizo, yaani ukosefu wa ile elimu, ambao kitu cha kwanza ni kwamba wao wenyewe wanaokuwa wanafanya hiyo biashara network marketing wanatakiwa wao wenyewe wawe na elimu. Wana elimu ya hiyo network marketing ni kitu chengine, lakini kuwa na elimu ya bidhaa zao wanazozielezea ni kitu chengine, ambapo kuna kitu ambacho watu wanakuwa wanashindwa kutofautisha. Kitu ambacho wanakuwa wanashindwa kutofautisha na wanaingia katika madaraka ambayo mengine sio ya kwao. Katika kuingia kwenye madaraka sio ya kwao, supplement sio dawa. Kopo lolote lile la supplement utakapokuwa umelisoma vizuri ni kwamba limeandikwa sio dawa na wala sio mbadala wa dawa. Ni kweli. Bidhaa zote ambazo zinafanya vitu kama hivyo si dawa, utajikuta imeandikwa yenyewe. Wanaandika not substitute to a drug. Yes. Kwa hiyo sasa hapo ndipo watu ambapo wanakuwa wanashindwa kuelewa. Anayekwenda kueleza anaieleza tofauti. Ni kwamba supplement inakwenda kuziba pengo ambalo hilo pengo limetokana na upungufu kwenye vyakula. Ndio maana ya supplement. Ni lishe fidia. Ambayo inakwenda kufidia pengo ambalo halipatikani kutokana na vyakula tunavyokuwa tunakula, kuna upungufu. Kwa hiyo sasa wengine ndio wanakwenda wanajichukulia kwamba wao wanaenda kutibia, lakini sio kwamba supplement ni mbadala wa dawa. Sasa kuna aina za matibabu, nyinyi kidaktari mnajua, ambapo katika aina za matibabu kuna kutibu kwa kutumia medicine ambazo ndizo hizo zilizokuwa ni za mfumo ulio rasmi za pharmaceutical, lakini kuna kutibu kwa kutumia traditional medicine ambazo nazo hizi hapa kwa njia moja au nyingine. Wazee walizitumia, hazikuwa na madhara na zimewaponya, hazina sumu, anaweza akatumia yoyote. Sawa sure. Hiyo ni aina nyingine, lakini kuna tiba za kutumia vyakula, na chakula nacho vile vile ni dawa. Kwa hiyo kwa kutumia vyakula, kwa maana kuna magonjwa ambayo yanatokana na sababu za upungufu fulani wa vyakula. Kwa hiyo sasa hiyo nayo ni aina nyingine, lakini kuna na tiba hizi nyingine za kiushauri, therapist hizo au namna kama hiyo za kupata za kiimani. Sawa. Kuna wengine anahitaji maombi namna hivyo, kama kwenye imani nako ni namna nyingine. Palliative care. Mnaziita palliative care. Kwa hiyo sasa huo uelewa huo ni kwamba wanaojishughulisha na biashara ya network marketing wanapashwa kujua na kwenda kuelimisha vizuri, ambapo wanapokwenda kuelimisha vizuri ni kwamba yeye sio daktari. Okay. Kwa hiyo gap liliopo ni kwamba watu fursa wameiona, lakini wanashindwa kuwajibika kuipata ile elimu. Okay. Fursa wameiona. Kwa hiyo cha kwanza alichokuwa anatakiwa ni kupata maarifa ya kutosha kabla hajaenda kwenda kuelimisha. Kwa hiyo kinachokuwa kinatokezea ndio yale biashara ya network marketing, si kubeba bidhaa na kuanza kutembea nazo mitaani. Hiyo sio network marketing. Ni kumfahamisha mtu akaelewa, na baadaye ukamfahamisha bidhaa wapi inakopatikana na njia za kuweza kuipata, ili akamfahamishe mwingine, ili na yeye kama naye hajaweza kumfahamisha mwingine, kinachotakiwa anatakiwa amlete kwa huyu ambaye anaelewa ili aweze kumfahamisha. Kama unavyojua bidhaa zote zinazopatikana kwa network marketing haziuzwi kwenye masoko ya kawaida, zinauzwa kwenye distribution center zao. Kwa hiyo ili umfahamishe mtu na utaratibu wa uuzwaji wa hizi bidhaa, ambapo ndipo hapo nyuma yake kuna biashara, ambapo katika utaratibu wa upatikanaji wa hizi bidhaa ni kwamba huzipati mpaka uwe memba. Makampuni yote yanayofanya network marketing, kwetu sisi hapa biashara hii ilikuwa ni ngeni. Ilipoanza kuja kuingia miaka hiyo ya 90s, late 90s na mpaka sasa hivi. Lakini mpaka sasa hivi bado ukipima uelewa kwa hao memba wenyewe pamoja na watumiaji bado ni mdogo. Kweli ni mdogo. Na ndio maana nimekuambia kwamba inahitajika, kwa sababu kama hizi kozi nyingine ambazo nazo zinawaweka watu mjini na wanapata kipato kikubwa,
lakini hakuna chuo ambacho kinafundisha. Kwa mfano udalali, sasa hivi ukitaka chumba utapata kupitia kwa dalali, ukitaka shamba utapata kupitia kwa dalali. Hajasomea, ni kazi yake na afanyi kazi nyingine, lakini kuna kozi yote ile inayofundisha udalali? Hapana, hakuna. The same na network marketing, nayo vile vile ni kozi ambayo ingehitaji kufanyiwa utafiti na wataalamu tupu ambao tungeweza kuisomesha. Okay. Kwa hiyo network marketing bila mentor utoboi. Oh yes, kabisa kabisa. Na kwa ideally, kwa sababu wanadili na biashara, yoyote anaweza akafanya. Okay, exactly. Na yoyote, mimi advantage nilipata, anayekutana na watu, anaye uwezo wa kuongea, basi anaweza akafanya. Na mtu yoyote yule ana watu. Ni kweli. Na ni njia rahisi sana na ni nzuri sana kwa sababu sawa ukichukua mtu kwenye familia yake na bidhaa ambazo nyingi watu wengi wanazihitaji, au watu wote, nathubutu kusema watu wote, sawa ni kweli. Kwa sababu vyakula vingi ambavyo tunakula, ukiachana na hizo supplements, kuna home care. Sure. Makampuni yote yanazo hizo home care. Lakini kuna herbals ambazo ni mitishamba ambazo nayo inafanya kazi na mitishamba ambayo imefanywa utafiti, sawa Kuna skin care ambazo zimefanywa utafiti za urembo, utanashati huo na vitu kama hivyo. Kwa hiyo sasa hizi bidhaa zote hizi hapa kwenye seiko ya watu wako, yani ukichukulia familia yako wewe, walioko juu na walioko chini, ni watu ambao mnatumia katika masoko ya kawaida ambayo mnanunua, umemrifaa mtu lakini upati commission. Hii commission ni ambayo huku unapata kwa mfumo ule wa kuwa na membership. Sawa kwa hiyo na subscribe ni sawa na mfumo mwingine tu ambao tunataka kufanya. Kwa hiyo unapata faida ya mauzo na bonus. Unapata faida ya mauzo, sawa unapata faida ya zile commission ambazo unakuwa unapata, lakini ndani yake unakuwa unapata na bonus. Sawa pamoja na rewards nyingine ambazo unakuwa unapata. Rewards nyingine ambazo ndio kama hizo unaosikia watu wamesafiri nje, wanakuwa na incentive hizo, amepata gari, amepata nyumba. Hizo ni rewards ambazo zinakuwa zinakuja. Kwa hiyo huu mfumo huu ndio unakuwa una hivyo vitu hivyo, ambapo mfumo wa kawaida wa masoko ya kawaida unakuwa hauna hivyo vitu. Kwa hiyo vijana wameiona hii fursa, anachoangalia, anaangalia ile nyumba, anaangalia ile safari, anaangalia hizi cheki kubwa kubwa, hizi bonus, lakini hii elimu hii anakwepa uwajibikaji pamoja na hii elimu, kujiongezea hii elimu. Lazima uelewe ndio ufanye. Yes, exactly. Na mimi hapa nimeona kama mimi nimejiunga, nina mwaka sasa hivi. Ndio. Lakini nime triple ile salary yangu. Ndio. Yaani nimejikuta nina uwezo wa kusema sitaki kuajiriwa kwa sababu ndani ya huu mwaka nime triple salary yangu. Ndio. Na nikaona kwamba tuna gepu kubwa. Unajua kuna wimbi la madaktari, sio tu madaktari, watu wa afya wengi mtaani, na tunaaminika tuna hela. Inauma hiyo. Ndio. Yaani mtu ambaye ilibidi akupe anakuomba kwa sababu ya ile status tu, anajua wewe una hela, lakini kumbe kijana kamaliza, kakaa mtaani, hana ajira na haamini kama anaweza akajiajiri kwa sababu tu nimesomea afya. Tunaamini lazima tupewe binadamu na serikali au na mtu binafsi ndio tumtibie. Yeye mwenyewe haamini. Hivi ni skills gani ambazo anaweza akazipata kwa kujichanganya na hawa au kuhudhuria hizi semina za network marketing? Upande wa network marketing kuna faida naweza kusema nyingi, lakini 3 za msingi ambazo mtu anakuwa anazipata kwenye network marketing. Mimi almost niko tangia mwaka 2002 ndio nashughulika na network marketing na nimepata achievement kubwa tu kwenye network marketing, including pamoja na kutumia hizo products za network marketing za kiafya, za usafi wa nyumbani. Nimekuwa nikitumia skin care, nimekuwa nikitumia almost since mwaka 2002. Sijaacha kutumia mpaka leo hivi ninavyokuambia. Na una umri gani kwa sasa? Na miaka 54. Ndio. Na unaonekana yanki kabisa. Asante. Sawa. Mashallah. Asante. Kwa hiyo faida 3 ambazo zinakuwa zinapatikana. Moja wapo ni kwamba network marketing ina elimu nyingi sana ambayo elimu yake inakuwa inatolewa bure. Ndio. Ambapo katika elimu ambayo inakuwa inatolewa bure mainly ina deal na personal development. Ukuaji binafsi, ambapo elimu hiyo haifundishwi shule, ikiwa ni pamoja na kujitambua,
ikiwa ni pamoja na kujiongezea maarifa, kukua wewe mwenyewe, ambao maarifa haya unaweza ukayachanganya na ile profession yako na ikaweza kukusaidia. Ndani yake unajifundisha communication skill, namna gani nzuri ya kuweza kuwasiliana na watu. Kwa hiyo hii inakuwa inapatikana, haya maarifa huku yanakuwa yanapatikana bure unapokuwa ni member. Lakini faida ya pili ni kwamba huku unakuwa ndani yake, yule anayetaka kujenga mtandao unatakiwa ufanye mauzo. Ndiyo. Kwa hiyo katika hii ya kufanya mauzo, si tu kwamba unafanya mauzo kwa kuuza zile bidhaa. Yoyote yule anayefanya shughuli yoyote yule ni kwamba anauza. Hata mwanasiasa anauza, na anatakiwa ajifundishe mauzo. Sales skills. Anapokuwa amesimama juu ya jukwaa, anakuwa anauza sera za chama chake, anakuwa anajiuza yeye mwenyewe ili aweze kununulika kwa ile jamii inayokuwa inamzunguruka. Sasa kuna mafunzo ambayo unakuwa unajifunza ya jinsi gani ya selling skill, ambapo hata wewe ni daktari, unapokuwa una wagonjwa pale kuja kukuona, ni kwamba wewe unatakiwa uuze ile huduma yako. Kwa hiyo huku unakuwa unapata kujifundisha sales skills. Na sisi tunaamini tu kwamba huyu unaweza tu nikamuuzia dawa, yani kama sisi ndo tumelaka kabisa sales skills. Yes. Na duniani sasa hivi naona ni kugumu bila hii skill. Yes. Kwa hiyo ni ujuzi ambao, huu ujuzi wa kuuza ingetakiwa yani ufundishwe hata kuanzia kwenye shule za msingi, kwa sababu hata yeye atakuja kuuza kile ambacho anakuwa anacho. Kwa hiyo hiyo ni faida ya pili. Kwa hiyo nimetaja faida ya kwanza, ya pili, elimu. Faida ya pili ujuzi wa kuuza ambao unaupata kuuza. Na faida ya tatu ni hii networking, ambapo networking ndani yake kuna hii sayansi ya kuishi na watu, people engineering. Ndani yake kuna hii saikolojia, hii ni emotional intelligence, kwa sababu utadili na watu wa aina tofauti, akili hisia. Ndani yake kuna ile watu wote ambao wako ndani ya network marketing. Hujawahi kwenda pale yani usipewe matumaini. Sana. Hakuna. Yani huko hakuzungumzi vitu ambavyo ni negative kwenye network marketing. Kwa hiyo una mindset shift. Kwa hiyo unakutana na watu ambao ni positive. Na hapa pia inaondoka ile nadharia kwamba inayouzwa kama ulivyosema, kama mwanasiasa naye anajiuza vile anapoingia pale. Sio tu bidhaa, hata ule ujuzi wako. Ndio. Kwamba wewe umemaliza, wengine wanahofia kuanza. Mtu unakuta umesoma lakini kuanza anashindwa. Kwa hiyo hata huku anaweza akapata elimu ile akaanza kukiuza kile alichokisoma. Yes. Ujuzi wake. Wewe umefika, kuna mtu kasomea hizo marketing, sales, daktari. Vijana wengi sasa hivi wako nyumbani. Hajui kama ule ujuzi aliosoma na uwezo akauza kwa mtu ambaye hajasoma. Tena sasa hivi ni rahisi. Sawa, ni rahisi. Mtandao upo, internet ipo. Sawa, kupitia mitandao ya kijamii unaweza ukauza na ukamuuzia mtu hata alioko nje hapa ulipo wewe. Kwa hiyo njia zimerahisishwa. Nadhani uende ukahitimishe, zimebakisha dakika chache. Kwa hiyo uende ukahitimishe. Yes. Okay, sawa. Mimi na kwa upande wangu, yani mimi wanaonigusa zaidi ni wahitimu wa afya. Nilivyokuja huku nikaona watu kwamba kuna watu wanaipenda pesa na wanaitafuta kwa namna yoyote. Kwa hiyo nikaona kwamba kuna mtu ambaye hajagusa elimu kabisa, mwingine kaigusa kada ambayo haihusiani na afya kabisa, lakini kaamua kukaa, kasoma, akaelewa, akaona hapa nikimsaidia binadamu naenda kupata hela, wanaifanya effective kuliko wale wenyewe watu afya. Na wengi wanahisi labda kuna utapeli au hii hela haina uhalali. Okay. Katika hilo ni kwamba kutokana na ile mindset ambayo wanakuwa wamesetiwa nayo, wanakuwa wanafikiria hivyo. Lakini kama nilivyotangulia kutaja, kuna aina nyingi tu za kuweza kusaidia afya ya binadamu, ambapo kuna ile afya kabla yani mtu hajaumwa, na kuna pale mtu anaumwa, sawa
na hapo baada ya kuumwa hayo yanayokuwa yanafuatia. Kwa hiyo mojawapo, sawa, kabla ya yeye mwenyewe mtu binafsi, kabla ya kufika pale hospitali sio kwenye ugonjwa. Ugonjwa mtu anakuwa na uandaa mwenyewe kidogo kidogo kadiri siku zinavyokuwa zinakwenda. Kwa hiyo sasa hawa ambao wanaaminika, kwa sababu hata wanao washauri watu kutumia supplement, kama angeshauriwa na daktari ni kwamba imani yake ingekuwa kubwa. Sasa kuna namna nyingi za kuwasaidia watu, kwa sababu kuna pahala ambapo dawa haifanyi kazi, sawa ili dawa iende ikafanye kazi, inabidi lazima niende kukutane na mwili uliokuwa uko vizuri, sawa, ndio ile dawa inaweza ikafanya kazi. Kwa hiyo sasa katika hilo ndiko pale ambapo inabidi mtu aweze kuwa na maarifa mengi ili kuweza kumsaidia yule ambaye tayari amekuja kwa ajili ya kwamba ameshakuja ni mgonjwa, ili kuweza kumsaidia ili aweze kutibu. Kuna magonjwa mengine yanasababishwa na njaa tu, sawa, yana upungufu wa chakula tu. Kwa hiyo sasa haya hapa ni kumshauri ili aweze kupona, aweze kupata afya haraka. Sasa unamshaurije yule kijana ambaye hajui pa kuanzia, na elimu yake lakini amekaa pengine aibu, labda hajui ata network vipi na watu, au yule mtu ambaye yuko kwenye ajira lakini kipato hakimkidhi, au mstaafu ambaye ameshajiona kwamba yeye pensheni yake ndio imemaliza? Mficha maradhi kifo huwa kinamuumbua. Ni kweli. Sawa? Ni kweli. Kwa hiyo ni mtu atakiwi kuona aibu kwenda kutafuta pesa, anatakiwa aone aibu kuomba. Awe ni binti, astahili tena kwenda kwa mzazi ameshasomeshwa kwenda kumuomba hela kwa ajili ya kwenda kununua zile za kutumia. Sawa? Yaani unatakiwa aibu yako iwe kwenye kuomba. Yes, aibu yako iwe kwenye kuomba. Na wengi wana aibu kwenye kutafuta, kuomba mtu aone aibu. Lakini vile vile iwe ni mstaafu, iwe ni kwa mfano kama staafu, kimsingi hakuna deadline katika mafanikio. Sure. Anytime unapokuwa na wewe umeingia kazini, unatakiwa upate mafanikio, ingia kazini, piga kazi. Lakini kwa wanavyuo, mimi ningeshauri mwanachuo yoyote ambaye ananisikia, angetakiwa kule chuoni aliko ajiunge na network marketing. Kampuni zinazofanya network marketing zipo nyingi sana, na kila moja ina utaratibu wake wa network marketing ya scheme yake ya ulipaji. Hakikisha tu haingii kwenye zile ambazo zinakuwa zina pyramid scheme, ambazo zinakuwa zina ile mbinu za ujanja. Lakini zipo kampuni nyingi ambazo zina utaratibu mzuri wa ulipaji wa commission, bonus pamoja na rewards nyingi. Atafute ile kampuni ambayo inamfaa. Siwezi kusema iwe ni kampuni gani, kwa sababu ukisema hivyo mimi naweza nikapigia debe kampuni yangu kama wewe unavyopigia debe kampuni yako. Lakini network marketing ni pahala sahihi kwa kijana yoyote kuanzia maisha, na atakuja kuona huko mbele yeye mwenyewe na faida zake. Kwanza, bidhaa nyingi za kampuni za network marketing ni bidhaa bora kuliko ni bidhaa nyingi ambazo ziko kwenye masoko. Lakini si hilo tu, utaratibu wake wa utumiaji ni kwamba watu wote wanahitaji hizo bidhaa. Watu wote unayemkuta yuko hapa duniani anahitaji hizo bidhaa kwa njia moja au nyingine. Sasa ndani yake wewe umetumia, umemwelekeza na mtu kwenda kutumia, alafu yake unapata ile commission, ambapo ukienda katika masoko ya kawaida hayapo. Hata uende wewe ukanunue product zote zilizotengenezwa na kiwanda, watakupa discount ndogo tu, alafu yake ukija ukiuza huku hakuna chingine tena utakachopata, umemalizana. Lakini kwenye network marketing haipo hivyo. Mtandao wote ule utakao ujenda, alimradi umeendelea kuwepo pale, wewe utaendelea kunufaika. Kwa hiyo ni kitu kizuri ambacho wewe mwenyewe unaweza ukakitengeneza in the long run, kikakunufaisha wewe na hata watoto wako. Sawa, tuhitimishe hapo kwa kuhamasisha ambao wanaofia kuanza. Unaweza anza na ulipo, si ndio? Yes. Hicho ulichokuwa nacho usikidharau. Anza hapo ulipo, unaweza ukafanya makubwa kwa kuthubutu tu. Networking kama mimi hapa nimekutana na mentor ambaye sikumtegemea, lakini kwa sababu nimetoka sijakaa, nimefurahi sana kukutana naye. Na mimi nimefurahi pia kukutana na wewe. Na niwakaribishe wote ambao wanataka kujifundisha network marketing. Ndiyo. Na hawajui kuifanya, wa kampuni yoyote. Mimi ni mbobezi, nimeanza tangia mwaka 2022. Sawa na medani nyingi na nimepata rewards nyingi. Sawa nimesafiri
nimesafirishwa na kampuni ambazo zimefanya nazo network marketing Ndiyo. katika miji yote mizuri mikubwa unayoitambua wewe duniani. Nimekaa kwenye hoteli za kifahari, kasri la Mfalme Kaisari 100 na ngapi, sawa free of charge, nimelipiwa na kampuni ambayo nimefanya network marketing, na medani za shaba, za dhahabu, za fedha ambazo nimepata, ambazo hizo medani zilikuwa zimekuja na fedha, zimekuja na pesa taslimu. Ungekuwa umenialika siku nyingine nikija, nitakuja na medani zangu ili niweze kuwaonyesha waone, sawa namna ambavyo menu imejaa. Yes okay, okay. Na mimi naenda kama Dr. Koja kwenye mitandao ya kijamii. Unanipata kwenye YouTube kama Dr. Koja, Instagram Dr. Koja pamoja na TikTok. Namba zangu za simu ni 0654 489 789 kwa ushauri wote wa afya na kumcoach kijana ambaye anahofia pa kuanza, hususan hawa wa afya ndo nina kiunao zaidi. Tupo kwenye Duka Huru Studio sambamba na Mr. Menu. Asante sana. Na mimi kama ambavyo nimetangulia kutaja kwenye mitandao yangu ya kijamii, lakini kikubwa nidhamu ya fedha. Mimi ni mwelimishaji katika masuala ya fedha, ni certified financial educator niliyoidhinishwa na Benki Kuu ya Tanzania, na ndani yake huko kunapatikana pesa, na hicho ndicho kikubwa. Watu wengi sababu inayowaingiza kwenye biashara network marketing, namuuliza atakwambia sababu ya kwanza ni pesa, ya pili ni pesa, na ya tatu ni pesa. Kwa sababu ndio inayokuwa inatatua hizo changamoto nyingi. Kwa hiyo sasa hapo yoyote ambaye hajajua jinsi gani ya kupata pesa, jinsi gani ya kutengeneza pesa, na ameshapata pesa anataka azitunzeje, iwe ni kwenye network marketing au ni nje ya network marketing, anitafute kupitia kwenye akaunti hizo, na kwenye bio yangu nambari za simu zipo zimeandikwa. Lakini hapa tupo Duka Huru Studio ambayo ni hapa Mikocheni B, na hapa kuna mafunzo mbalimbali ambayo yanakuwa yanaendelea. Ni bootcamp ambayo uhakika ni kwamba itafanyika tarehe 9, yani ni Jumatatu ya kesho kutwa. Bado hujachelewa. Ukiingia mtandaoni tu, ukiingia kwenye bio ya Duka Huru utakuta tangazo pale na nambari ya simu iko pale ya ofisi. Unapiga simu, utapewa maelekezo. Bado hujachelewa. Nafasi zipo japo ni chache, wanachukuliwa watu wachache, lakini kuna na mentorship ambayo inakuwa inaendelea, inakuwa ni ya mwaka mzima. Wale ambao wanataka mwaka huu 2026 kuboresha biashara zao, kuongeza mauzo na kupata huduma mbalimbali zinazotolewa hapa, kupackage brand yako vizuri, kujipackage wewe mwenyewe, hapa Duka Huru ni pahala sahihi ambapo unaweza ukafika kupitia kwenye mitandao ya kijamii, lakini kufundishwa utengenezaji wa maudhui na vitu mbalimbali. Let us all win. Hii ndio kauli mbiu yetu ya Duka Huru. Let us all win. Ndio maana hatunyimi mtu chochote. Sisi maarifa yote tulionayo tunataka tuwamwagie. Happy to share. Yes. Thank you very much. Thank you.